ametumia takriban miaka 20 kwa kujichoma sumu ya nyoka kwenye mwili wake. Na amejichoma moja kwanza, yani kwamba rudi tena, njoo tena nikuelewe. Ametumia takriban miaka 20 akiwa anajichoma sumu ya nyoka kwenye mwili wake. Alafu amejichoma zaidi ya mara 700 kwenye hicho kipindi cha miaka 20 kwenye mwili wake kwa ajili ya kuitazama kinga mwili ya kwake, je, inaweza kupambana na sumu ya nyoka? Na katika hizo awamu zote ambazo amepambana haikuwahi kumwathiri. Wewe. Kwa hiyo imetoka sasa baada ya kufanya hivyo ikaonekana kinga mwili yake inaweza kupambana na sumu ya nyoka. Kwa hiyo tayari ni kinga kwa ajili ya sumu ya nyoka. Inawezekanaje binadamu wa kawaida akaweza kustahimili sumu ya nyoka kuingia katika mwili wake na isimdhuru kwa namna yoyote ile? Sasa kitu ambacho wamekifanya wanasayansi baada ya yeye kuthibitisha hilo na kupeleka maabara, ina maana sasa wao wakaenda kutazama kinga yake iko ni aina gani. Kuna kinga aina 2. Kuna LNX 09 lakini pia kuna SNX 003. Hizo ni kinga mwili mbili za ambazo zipo kwenye mwili wa binadamu. Kwa hizo ndo baada ya wanasayansi kutazama wamegundua hizo kinga 2 zina uwezo wa kupambana na sumu hasa kali. Na sumu sio sumu za nyoka wadogo, black mamba. Kwamba akikugonga sumu yake inaanza kureact kwa ndani ya sekunde 10. Unaanza kuona matokeo yake. Inawezekana ukakosa hadi pumzi, ukapoteza fahamu ama ukapoteza maisha moja kwa moja. Kwa hiyo sumu ambazo amezifanyia majaribio ni sumu za nyoka hatari, na amejaribu kwa kipindi cha miaka 20 lakini haikuwahi kumletea madhara. Kwa hiyo walivyoenda kutazama waliangalia kinga mwili za aina hizo 2 na wakagundua kwamba Team Fred yeye ana kinga mojawapo kati ya hizo. Kwa hiyo walivyotazama wakagundua kwamba katika hizo kinga 2 zina mfanano na kinga mwili alionayo Team Fred. Kwa hiyo ikaonesha kwamba inawezekana wapo binadamu wengine ambao wanaweza kuwa na uwezo kama huo wa Team Fred. Na lengo lake alifanya hivyo kwa ajili ya kuwasaidia wanasayansi kutengeneza kinga ama dawa ya sumu ambayo pengine inaweza ikatibu sumu ya endapo kama mtu kagongwa na nyoka, kwamba iwepo kinga maalum ambayo inaweza ikawasaidia binadamu tofauti na kuanza kuhangaika na vitu vingine. Unajua kienyeji mara nyingi huwa wanatumiaga kuna mawe fulani yale ambayo mtu anabandika inatoka sijiwe la nyoka lakini pia kuna sindano ambazo labda mtu anachomwa. Kuna dawa ambayo mtu anapewa kwa ajili ya kuzuia sumu isiendelee kusambaa mwilini, lakini zile mara nyingi zimekuwa tayari inakuwa imeisha react, na ukichelewa inamaanisha inakuwa imeisha leta madhara. Lakini sasa hii imeonyesha ni kwamba endapo umechomwa labda chanjo kama ilivyo chanjo hizi za magonjwa mengine ambazo zinakuwa ni kinga ya moja kwa moja, ukichomwa chanjo ambayo imetokana na kinga mwili ya Team Fred haupati madhara yoyote endapo uking'atwa na nyoka. Unaona? Ni hatari sana. Kwa kitu ambacho wamekibaini na wamefanya majaribio pia, wameanza kwa wanyama, wameanzia kwa panya. Panya wote ambao walichomwa ile kinga mwili ambayo ilitoka kwa Team Fred, walipojaribu kugongwa na nyoka ama lakini pia walichomwa tena na ile sumu. Wengine walichomwa, wengine waligongwa na wale nyoka. Baada ya kuchomwa hawakuonesha kama kupata athari yoyote, waliendelea kudunda. Lakini wale ambao kuchomwa, ina maana ni ndani ya sekunde chache walikuwa tayari wameshapoteza maisha. Na natamani kujua, japo nafikiri bado issue iko kwenye majaribio, si ndio? Ndio wameanza kujaribu kwa wanyama. Natamani kujua wanajihakikishaje sasa kwamba inaweza kutoka kwa Team Fred mwenyewe. Kwanza wanachukua ni damu ama ni nini? Ni damu yake. Ni damu yake. Yes, yeah. Watajuaje sasa hao wanasayansi kwamba damu ambayo itatoka kwa Team Fred inaweza kuingia kwenye mwili wa binadamu mwingine ambaye yeye hana kinga mwili kama ambazo anazo Team Fred? Wanachokifanya ni modification, yani kuimodify hiyo damu itoke kuwa damu ibaki kuwa kinga sasa. Kwa sababu wao walichokichukua pale ni kinga mwili peke yake, asio hizo DNA na nyingine, hapana. Yani wanachokichukua ni kinga peke yake. Kwa hiyo ile kinga ndio itakayotumika kuwa kinga watu wengine tofauti na damu, lakini kinga yenyewe imetokana na damu ya Team Fred, kwa sababu kinga ya mwili iko kwenye damu.
Yaani kinga ya mwili ya binadamu yoyote, unaposema kwamba una upungufu wa kinga mwilini, ina maana una damu yako ndio haina uwezo wa kupambana na magonjwa. Kwa sababu mashambulio yoyote yanaenda kuzishambulia seli hai za mwili wako ambazo ni damu. Seli hai zote zinapatikana kwenye damu. Kwa hiyo ina maana kama seli zako haziwezi kupambana na shambulio la magonjwa, ina maana damu yako wewe sasa ndio haiwezi kupambana na magonjwa, inakuwa ni dhaifu. Sasa napata ukakasi kidogo kwa sababu ni damu inatumika ambayo ni mwanadamu huyu Tim Fred. Yes sir. Ni kiasi kipi ambacho kitatolewa ili asidhurike? Unajua kuna wakati ukiwa na upungufu wa damu, kuna wakati inakuwa ni changamoto kidogo. Sasa kama tutachukua damu kutoka kwenye mwili wake kwa ajili ya kutengeneza kinga kwa ajili ya sumu, sio ya nyoka and stuff like that. Sawa, inaweza kuwa ni fursa kwake kwa sababu mtonyo sitaingia. Lakini kiasi gani yeye atakuwa salama waendelee kutoa damu kwenye mwili wake, lakini pia na yeye aendelee kubaki na damu nyingine kwa ajili ya mzunguko wa mwili kama kawaida? Wanachokifanya siku zote huwa tunachukua sample. Sasa kilichochukuliwa kwa Tim Fred ni sample ya kinga mwili. Ina maana sample hiyo ndio inaenda kwenda maabara kutengenezwa kinga mwili ya design hiyo ambayo inafanana na vile. Nishangaza nikajua ndio sayansi yenyewe ilivyokaa hivyo. Sio kwamba eti wataendelea kuchota damu kwa Tim Fred. Hapana. Yaani ile sample ya kinga mwili ndio inayotumika moja kwa moja kwenda kuzalisha kinga mwili nyingine ambayo inafanana na hiyo kinga mwili ya Tim Fred. Kwa hiyo mwisho wa siku aliyeusaidia ulimwengu kwenye tatizo hili ni Tim Fred kupitia kinga mwili kutoka kwenye damu yake. Yes, nafikiri inaweza ikapewa muda gani mpaka kuanza kutumika ukitoka sasa hivi kwenye majaribio? Hata majaribio ya chanjo zozote zile ambazo zimewahi kufanyika ulimwenguni, huwa majibu yakisha kuja kwamba inaweza kufanya kazi, kinachofuata sasa ni kuanza kuzalisha kinga mwili nyingine nyingi zaidi ili hiyo dawa iweze kusambaa ulimwenguni kote. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi ni uzalishaji, kwa sababu tayari imeshaonekana kinga mwili ya Tim Fred ambayo inaweza kupambana na hiyo sumu ya nyoka, na maana inaweza ikatengenezwa zaidi na zaidi na ikawasaidia watu wengine. Very nice. Ni kwamba inaweza kumanage kukaa kwenye au hiyo kinga kumsaidia aina yoyote ya mwanadamu, haijalishi ana group ipi ya damu. Yes, ni kiumbe hai chochote kile kinaweza kusaidiwa na hiyo kinga mwili ya Tim Fred. Kwa hiyo wao walichokigundua ni kwamba baada ya kujaribu kwa hao viumbe hai ambao ni panya, ina maana moja kwa moja imeweza kusaidia, na hata kwa magonjwa mengine mara nyingi huwa majaribio yanaanziaga kwa wanyama. Huwa yanaanzia kwa wanyama kwamba wanaangalia kama mnyama labda kinga hii inaweza kumsaidia, basi hata kwa binadamu inawezekana. Haijatokea kwa mnyama ikawaka, kwa binadamu ikafail? Sijai kupata hizo taarifa sehemu yoyote. Au sisi na wanyama ni the same? Kwa sababu wote ni viumbe hai. Hata mimea ni viumbe hai jamani. Ndio maana hata mbona dawa za mimea sisi hatutumii? Hapana. Hapana, viumbe hai vyenye damu. Kwa sababu unajua viumbe hai ambavyo vina damu pia, seli zake hazitofautiani, namna zinavyosurvive na zinavyozalishwa hatutofautiani sana. Kwa ndio sababu unakuta pengine kama kinga inaenda kupambana na seli ama inaenda kuzilinda seli hai za mwili, moja kwa moja kama inaweza kuzilinda zile, basi hata za binadamu inaweza kuzilinda hiyo.